hakikisha kila siku endao kwa Mungu ale hizi nuts, hizi karanga hizi. Inaweza kuwa ni korosho, inaweza kuwa ni karanga, au inaweza kuwa ni nazi. Oh my God! Wow! Tunapozungumzia lishe manake ni kitendo cha kula chakula kiende mwilini kitoe virutubishi. Vile virutubishi vinakuwa vina kazi mbalimbali. Ukiachana na kazi ya nguvu za kiume, kazi mbalimbali ikiwemo na nguvu za kiume. Uhusiano wake kwamba kuna baadhi ya virutubishi ambavyo vinasaidia kuimarisha nguvu za kiume. Kwa hiyo uhusiano unakuja kwamba ikatokea mtu akatumia kiwango kidogo cha hivyo virutubishi au cha chakula ambacho kina hivyo virutubishi, na maana nguvu za kiume zinaweza zikapungua. Au uhusiano mwingine, akala vyakula ambavyo vinaenda kusababisha akashindwa kufanya hilo tendo. Sio hapo tunazungumzia virutubishi ambavyo vinaongeza. Hapa tunazungumzia virutubishi vingine ambavyo vina madhara ambayo yanaweza kumsababisha mtu akawa na nguvu za kiume hafifu. Kwa hiyo uhusiano unaenda hivyo kwamba unaweza kukufanya, maana ukiwa na lishe nzuri unaweza kukufanya nguvu za kiume zikawa imara, lakini ukiwa na lishe ambayo ni hafifu nguvu za kiume zinaweza zikapungua. Na neno lishe nzuri sema ndo hapo watu watuelewe. Mtu kimuuliza lishe nzuri, mfano mimi wakati nikiwa mdogo nikiulizwa lishe nzuri ni nini, wasema ni wali nyama au wali maharage, ndio tunaelewa hiyo kwamba ni lishe, au ugali nyama. Ila kwa mtu ila wengi kumbe tunaposema lishe nzuri maana tunaangalia mlo kamili. Unakula vyakula tofauti tofauti ambavyo vina virutubisho ambavyo vinahitajika kwenye mwili. Hiyo ndio tunasema lishe nzuri. Ndio unakula kwa kiwango ambacho kinatakiwa. Hiyo ndio tunasema lishe nzuri. Unaweza kula mlo kamili ambao una vyakula tofauti lakini kikawa kiko chini. Yaani usiweze kufikia malengo kiwango kile, kwa sababu masuala ya ulaji yana sababu nyingi kwamba huyu mtu ale. Kitu cha kwanza tunaangalia jinsia, mwanamke au mwanaume. Mwanamke anakula kidogo kilinganisha na nani? Na mwanaume. Kingine tunachoangalia aina ya kazi unayofanya. Uwezo ukaniambia kwamba anayefanya kazi labda ya kupiga mawe, kuponda mawe, na yule ambaye anafanya kazi za ofisini, eti wale kiwango kimoja cha chakula, hicho huo ni uongo. Tumeelewa. Kwa hiyo hizo ni sababu nyingi. Nyingine tunaangalia hata mazingira, unaishi mazingira ya baridi, unaishi mazingira ya joto. Na penyewe kuna utofauti wa kiwango. Kwa hiyo tunapozungumzia swala zima la chakula au lishe inaenda kuathiri vipi, hivyo lazima tuviangalie. Je, anapata mlo kamili au hapati mlo kamili? Akipata mlo kamili ambavyo kwa kiwango ambacho kistahiki ambacho kinahitajika kwa mtu husika, hapo ndo tutasema kwamba lishe yake ni nzuri. Ina maana atapata nguvu za kiume zilizo imara. Lakini kwa haraka tu kwa kukadiria ndio watu nasema kwamba hivi, kwa sababu vyakula vinakuwa vinatofautiana kwamba kuna chakula ambacho kiawanga, kuna chakula cha protini, kuna vyakula ambavyo vina madini, kuna vyakula ambavyo vina mafuta. Kwa yule ambaye anafanya kazi ambayo inatumia nguvu nyingi, anahitaji ile chakula cha wanga ni kingi kidogo ukilinganisha na makundi mengine, kwa sababu lengo kuu ni kwenda kutoa nini? Nishati. Lakini kwa yule ambaye afanye kazi ngumu za kutumia nishati, kiwango cha wanga ndio kinatakiwa kiwe kidogo zaidi ukilinganisha na haya makundi mengine ya chakula kama protini, mafuta, mboga za majani, matunda. Okay. Na hayo makundi ya chakula tunayoyazungumzia, unaweza ukayataja na hususan yana contain na nini, chakula gani na matunda gani hasa na mboga gani? Tunapozungumzia makundi kwa ujumla huwa yako makundi matano ya chakula, na kila kundi huwa lina virutubishi vingine. Watu tunalitenga kundi kwamba lina kirutubishi fulani kulingana na kiwango cha hicho kirutubishi kikiwa kikubwa. Sio kwamba eti tukisema hiki ni wanga eti virutubishi vingine hakuna, vipo lakini kwa kiasi kidogo. Kundi la kwanza ni wanga, kundi la vyakula vya wanga. Hivi vyakula vya wanga ni kama hii mizizi pamoja na ndizi zile mbichi na nafaka kama vile mchele, ngano.
Hizo ndo tunasema nafaka. Mizizi ni kama mihogo, viazi mviringo, magimbi. Ndio hilo kundi, hilo ndo kundi la nini la wanga. Kirutubishi kilichomo ni wanga. Wanga kazi yake ni kutoa nishati. Kundi la pili kuna kundi la protini. Protini imegawanyika katika makundi mawili, na yenyewe kuna makundi ambayo protini inatokana na mimea na nyingine inatokana na wanyama. Inayotokana na mimea ni nzuri zaidi kuliko inayotokana na wanyama. Ila kuna baadhi ya virutubishi kwenye protini inayotokana na mimea haipatikani. Kwa sababu protini inayotokana na wanyama, kwa mfano kama nyama, samaki na ndege pamoja na wadudu kama kumbikumbi, senene. Ila tukija kwenye nyama huwa sio nzuri sana, kwa sababu hii tunaita nyama nyekundu, nyama ya wanyama wenye miguu minne. Tunaita nyama nyekundu kwa sababu ina kemikali ambayo inasababisha kupandisha uric acid, au vile vile ina mafuta. Yale mafuta ndo tunasema mafuta ambayo yanaganda, sio mazuri kwa afya. Usiniulize mbona watu wa zamani wanakula, alafu ukilinganisha mtindo wa maisha watu wa zamani na sasa hivi, tunaathirika zaidi. Na kitu kimoja ambacho watu tunashindwa kuelewa, lishe matokeo yake, madhara yake huwa yanachelewa sana. Unaweza ukawa unatumia leo vyakula ambavyo havifai, ila madhara ukaja ukayaona bado ushakuwa mzee. Hilo ndo kundi la protini. Kundi jingine la ni mboga. Kundi la tatu ni mboga. Unapokuwa mboga zote ziwe bilinganya, bamia, nyanya chungu, hoho pamoja na majani kama vile mchicha, matembele, vyote mboga. Hizi mara nyingi huwa zina madini na vitamini kwa wingi. Alafu kundi la 4 ni matunda. Matunda yenyewe matunda yote ambayo yanapatikana, haya ambayo ya kisasa tunaweza tukasema, na yale ambayo yanapatikana porini kama ntalali, kitu wanaita nsongwe. Tunasema matunda ya asili. Matunda ya asili. Matunda yote yale na yenyewe yana virutubishi, baadhi yana sukari, alafu yana vitamini pamoja na madini. Hilo ni kundi la ngapi? Ni kundi la 5. Huwa ni mafuta. Sasa kwenye mafuta hapa ndio kuna changamoto. Kuna mafuta ambayo mazuri kiafya na mengine sio mazuri. Mazuri kiafya na yale mafuta ambayo tunasema hayana cholesterol nyingi, tunaita rehemu, yana rehemu kwa wingi, ndio tunasema ni mazuri. Utayagunduaje? Unaweza tu kuyagundua kwa kuangalia. Au ndo mafuta tunasema tutumie mafuta mazuri ambayo yanatokana na nini? Na mimea. Lakini tunaposema mimea, mafuta ya mimea ndio tunasema mafuta mazuri. Lakini kuna baadhi ya mimea mafuta yake sio mazuri. Sio kwamba sio mazuri kwa sababu tuache kuyatumia, tunayatumia, lakini kwa kiwango kipi? Mafuta yote ya mimea ni mazuri, isipokuwa kuna mafuta ya nazi pamoja na mawese. Haya yana cholesterol, yana hiyo rehemu, kwa hiyo sio mazuri. Kwa hiyo ukiangalia makundi yote matano ya chakula, ukitokea ukala chakula ukagusa makundi yote hayo, hapo tunasema umekula nini? Mlo kamili. Kwa hiyo akija mtu kumtembea mtaalamu wa lishe Bugando, anaweza akampa kulingana na shida alionayo, akamweleza zaidi, akamshauri nini cha kufanya. Sema nguvu za kiume mara nyingi huwa zinaanza kutokea wakati wa barehe na wakati ukiwa mtu mzima. Sasa mtoto mdogo anakuwa bado mdogo, lakini kuna baadhi ya vyakula ambavyo akivikosa inaweza ikamletea shida, au akivizidisha anaweza ikamletea nini? Shida hapo baadaye. Uhusiano unakuja kwamba wakati akiwa mdogo ajaribu kutumia chakula ambacho kitamletea faida ya kuimarisha hizo mfumo mzima wa uzazi. Ili nguvu mfumo mzima wa uzazi uweze kukomaa, kuna baadhi ya vyakula lazima aweze kuvitumia. Na vile vyakula kivitumia, maana kishakuwa mzima, mtu mzima ameingia kwenye barehe, atakuwa yuko vizuri. Lakini akitokea akatumia vyakula vibaya, inaweza ikamletea shida. Aidha anaweza akawa na kisukari, anaweza akapata kitambi, ambavyo sasa vitampelekea akishaingia kwenye barehe aanze kupata shida ya nguvu za nini? Za kiume, kutokana na shida aliyoipata kutokana na chakula alichokuwa anakula, kwamba alizidisha. Kundi la wazima
alitofautiani sana na kundi la watoto, ila hapa mzima tutaangalia moja kwa moja ameshabalee tayari. Kuna yani uhusiano kwamba ukitumia vizuri chakula kama tulivyoelewa, kutumia vizuri chakula maana ule mlo kamili, na usizidishe baadhi ya vyakula kulingana na hali ya kazi unayoifanya, kwamba unafanya kazi ngumu au unafanya kazi ambayo haikufanya utumie nishati nyingi. Ikatokea ukashindwa kufikia kiwango ya virutubishi ambavyo vinahitajika mwilini, una uwezekano mkubwa kabisa wa kupunguza nguvu za kiume. Na ikatokea ukazidisha baadhi ya vyakula sasa vile ambavyo vinakufaa, mara nyingi vyakula vya mafuta sana au vyakula vyenye sukari nyingi sana, unakuwa na hatari kubwa sana ya kupata shida ya nguvu za kiume. Baadhi ya vyakula kweli ambavyo vinakuwa vinauzwa, vingi vinakuwa vina hivyo vitu. Kwa mfano umezungumzia swala la nazi. Nazi liko kwenye jamii ya mafuta. Tunaziita hizi kitaalamu nuts. Nuts ni kama korosho, karanga zenyewe pamoja na hizo na mbegu za maboga, unaona. Zinakuwa zina hayo madini ambayo yanasaidia kwenye kuimarisha nguvu za nguvu za kiume. Lakini kuna baadhi unakuta havina, lakini wanakuta wanafanyaje, wanaviuza. Kwa mfano kuna swala la kitu kinaitwa pweza. Pweza anaishi baharini na ana madini ambayo yanahitajika kuimarisha nguvu za kiume. Sio pweza tu, kwa sababu watu ushazoea kusema pweza, bahari, yani viumbe vyote ambavyo vinapatikana baharini vinakuwa vina hivyo virutubishi kwa wingi zaidi. Kwa sababu bahari, kuna baadhi ya tafiti zinasema bahari, kwa nini viumbe ambavyo vinaishi baharini vinakuwa vina virutubishi vingi sana? Kwa sababu bahari inachukua, yani inajazwa na mito na maziwa. Kwa hiyo mito inapokuwa inashuka vile inashuka na virutubishi. Kwa hiyo viumbe ambao wanaishi baharini wanakuwa wana hivyo virutubishi kwa wingi. Kila aina ya virutubishi, sio virutubishi tu ambavyo vinaimarisha nguvu za kiume, hata vile vingine ambavyo vinaimarisha nguvu za kiume. Kwa hiyo mtu akisema kwamba pweza anaongeza, ni kweli, ni sahihi kwamba anaongeza nguvu za kiume kwa sababu anayo madini au hivyo virutubishi ambavyo vinasaidia kuimarisha nguvu za kiume. Okay, lishe nyingine ni ipi mtu anatakiwa kuzingatia? Lishe nyingine kwa ujumla sasa hapa hivi, ili kuna baadhi ya madini pamoja na vitamini ambavyo vinafanya kuimarisha, ni zinaimarisha nguvu za kiume. Zinaimarishaje? Zinasaidia kwenye kuzalisha ile homoni ambayo inafanya kazi ya kuongeza nguvu za kiume. Alafu vile vile zinaimarisha ile misuli pamoja na ile mishipa iweze damu kwenda vizuri, ili iweze, kwa sababu kuna mchakato wa nguvu za kiume. Ile nguvu za kiume sababu nguvu za kiume inahusisha mifumo mingi, mfumo wa damu, mfumo wa homoni na mfumo wa neva. Hizo zote zinahusika. Sasa kuna baadhi ya virutubishi vinafanya kazi vizuri kwenye neva, kwenye mfumo wa neva, alafu vingine vinafanya kazi kwenye mfumo wa homoni. Kwa sababu ili uweze sasa kupata nguvu za kiume, usikute labda ile tunasema zile homoni zikuwa ziko balanced, zile homoni za uzazi ziko balanced, maana hapo lakini ikatokea kwamba haziko balanced, itakuwa ni shida. Kwa hiyo kuna hivyo virutubishi ambavyo vinafanya kazi ya kuimarisha hiyo mfumo wa homoni, na zingine mfumo wa hizi mishipa ya damu, kwamba damu iweze kuflow vizuri. Kwa sababu ndio maana tunasema watu ambao wana pressure, kisukari, msukumo wa damu unakuwa wa shida, ambao kwamba iweze ikasukuma vizuri damu, kwa hiyo inatokea. Sasa kuna hivyo virutubishi ambavyo inafanya vyote hivi iweze kukaa vizuri. Kuna vitamins pamoja na haya madini. Sasa hivi vyakula ambavyo vina vitamini na haya madini, kuna hizi mboga za majani zote ambazo tunasema hizi mboga za majani, lakini zinakuwa za kijani, zinakuwa na hivyo virutubishi. Alafu kuna hii mizizi. Ndio maana hii mizizi tumesema mizizi kama mihogo, viazi. Ndio maana mtu anasema kwa nini akila karanga na mihogo mambo yanakuwa vizuri? Shida kwamba kumbe huo mhogo kwa sababu ni mzizi una hivyo virutubishi. Kwa hiyo kuna hiyo mizizi,
kuna mboga za majani ambazo zina majani ya kijani, kuna hizi nuts, hizi ndio tulikuwa nazungumzia nuts kama vile karanga, korosho, kuna hata tunaita alizeti na iko kwenye kundi la nuts, mbegu za maboga pamoja na hizi nini tunaita nazi nimeshataja. Kwa hiyo hizo nuts zote zinakuwa zina haya madini. Hapo vile vile kuna vyakula vya kawaida kama nyama, samaki pamoja na matunda. Kuna matunda ambayo yanakuwa yana wingi wa vitamini C, vitamini E. Hizi tunaita ni antioxidant. Antioxidant kitaalamu hiyo, kwa jina kisasa utanisamee, ili damu iweze kuflow vizuri, mishipa ile iwe imara, lazima kuwe kuna antioxidant ambayo inaenda kupunguza oxidative stress, inapunguza ili hizo msongo, ili inaitwa oxidative stress kwa kitaalamu. Sasa kwamba inahitajika kuna baadhi ya vyakula lazima iweze kupunguza ili ile mishipa ikae vizuri, siwe inabuguziwe, sitokee shida ili mishipa ya damu. Yaani huwa kuna changamoto. Kitaalamu inaitwa oxidative stress. Au kuweka kwenye neno la Kiswahili. Kwa hiyo haihusiani na sonono, msongo wa mawazo kabisa? Haihusiani na msongo wa mawazo wa kawaida. Tunazungumzia nguvu za kiume kwa sababu nimekwambia kuna mchakato, homoni zizalishwe, mishipa ya damu iwe vizuri. Sasa inatokea mishipa ya damu labda ina hiyo oxidative stress, ili iweze kukaa vizuri, lazima hivyo vyakula ambavyo vina hayo madini au hivyo virutubishi ambavyo vinaenda kuondoa ile ili iweze kupita vizuri damu, kwa sababu ikipita vizuri damu ndo nguvu za kiume. Hapo tunaona mtu anafanyaje, anazipata. Ikatokea tu hiyo changamoto kawa nayo, lazima inakuwa ni shida kuwa na nguvu za kiume ambazo ziko sahihi. Vyakula sasa tuanze kusema kwamba maana hapo sasa tunaenda kubalance diet, yani kumtengenezea diet kwamba mtu ambaye ana hiyo shida ale diet ipi. Sijui umeelewa. Hiyo ni diet kwamba hakikisha kila siku endao kwa Mungu ale hizi nuts, hizi karanga hizi. Inaweza kuwa ni korosho, inaweza kuwa ni karanga, au inaweza kuwa ni nazi. Nazi nisema sile sana kwa sababu ina cholesterol. Wale kwa kiasi kidogo. Kila siku zilizochomwa, zilizopikwa. Maana kuna watu wanachoma nazi, wengine wanakaanga karanga wanakula. Anayekula hizo zilizochomwa kukaangwa ni sahihi? Sasa tuzungumze tu kwa usahihi kwamba inategemea na yeye mwenyewe tumbo lake likoje. Sio kwamba ukikaanga wala ukila ambazo ni mbichi kwamba kuna shida yote. Hakuna shida yote. Kirutubishi kinabaki kiko vile vile. Ila sema shida labda iwe kwa mtu mwenyewe. Kuna mwingine akila kaanga mbichi anaweza kesi tumbo linajaa gesi. Kuna mwingine labda mpaka ikaangwe. Kuna mwingine iliyokaangwa hata ile ambayo ni mbichi hawezi kula. Labda ile ambayo tayari imeshasagwa aweke kwenye chakula, atumie yeye mwenyewe ambavyo anajitahidi, lakini isizidi kiwango. Kwa kukadiria tu kawaida anaweza akala angalau tunasema sasa kwa kula nini tuseme kipakiti kile cha 200 kwa ujazo wa kipakiti cha 200 au kwa siku, au kikombe kile ambacho cha mililita 250 kile cha chai kile kiwe hata robo akila. Mchanganyiko wa kila kitu au kitu kimoja? Karanga ni karanga, nazizungumzia karanga ambazo hazijasagwa. Ziwe robo, zisiwe nusu robo tu. Akila hivi inakuwa angalau. Sasa anaweza akaenda hivi angalau, maana tuwezi tukasema siku zote. Anaweza akafanya hivi kuanzia wiki 2 mpaka wiki 4. Alafu vile vile ajitahidi kula hizi vyakula ambavyo vya mizizi hivi. Kwa mfano asubuhi badala ya kunywa uji, anaweza akatumia mihogo, anaweza kutumia viazi, anaweza akatumia viazi mviringo, anaweza akatumia vile vile magimbi. Alafu kwa yule ambaye yuko upande wa baharini, ajitahidi sana kula samaki ambao wanatoka baharini, akiwemo huyo pweza, akiwemo na samaki hao wengine. Kwa yule ambaye yuko kawaida ale tu samaki wa kawaida. Alafu kingine, mboga za majani zisikose. Mboga za majani inatakiwa kwanza ale mara 3, asubuhi, mchana, jioni, lakini kulingana kwamba ni mazoea. Kuandaa mboga za majani asubuhi inakuwa ni changamoto mpaka mchana. Kwa hiyo kama hawezi basi ajitahidi mchana na jioni atumie mboga za majani, ile tunaita majani ya kijani yale, sio majani. Alafu ajitahidi pia kula matunda ambayo yana vitamini C kwa wingi kama vile machungwa, limao,
ndimu. Ila sema limao sasa, hapo sio kwamba limao ina mtaani sasa uko limao inamaliza nini damu, sio sahihi. Sio kwamba inapunguza damu, ina vitamini C kwa wingi ndio inasaidia zaidi. Akifanya hivyo, yani afanye hivyo mfululizo kuanzia wiki 2 mpaka wiki 4, ambao sasa ni mwezi mmoja, ataanza kuona nini mabadiliko. Alafu ajitahidi zaidi kuwa anakunywa maji mengi ya kutosha. Kunywa maji mengi ya kutosha, kuna sababu tunazizingatia zaidi. Ni wakati wa baridi au wakati wa joto. Wakati wa joto mwili unapoteza maji mengi sana, kwa hiyo unatakiwa unywe maji mengi sana, tofauti na wakati wa baridi. Aina gani ya chakula ulichokula, kina chumvi au hakina chumvi au hakina mafuta sana, na yenyewe inakuguide unywe maji mengi. Alafu kuna mwingine watu tunaangalia aina gani ya kazi unayoifanya. Kuna kazi kuanzia asubuhi mpaka jioni huko juani, au unaweza kuwa huko juani lakini unatokwa na maji tu, jasho tu, maana unapoteza maji mengi sana. Kwa hiyo kunywaji wa maji takiwa wazingatie aina ya kazi na wakati wa hali ya hewa ambao uliopo wakati huo, kwamba ni wakati wa joto, wakati wa baridi. Angalau kutu kitaalamu kwa mtu tu ambaye amekaa kawaida hivi, angalau tunasema anywe maji angalau kuanzia lita 2 hivi, angalau kuanzia lita 2. Sasa lita 2 mtu ukimwambia anaanza kuwaza zote ni zinywe, kumbe anaweza akachagua lita 1.5 ikatoka kwenye maji halisi, alafu nusu lita ikatoka kwenye vimiminika kama juisi. Umeelewa? Au supu. Matunda ambayo yana maji mengi kama haya matunda kama tikiti maji. Na tikiti maji pia nikumbushia na lenyewe ni nzuri. Kwa yale matunda ambayo nilikuwa nayataja, hata tikiti maji linaingia pale. Ni nzuri sana ukiwa unakula tikiti maji